Yanga wamemtambulisha Patrick Mabeid kujiunga na kikosi chao kwenye sehemu ya benchi la ufundi baada ya kuondoka kocha Rodriguez. Hivyo umeona ni kocha haswa ambaye anafaa kujiunga na benchi lao la ufundi. Ukitizama alipotokea geographical location yake ni Malawi, anaifahamu vizuri sana Silver Strikers. Ni moja kati ya sifa ambayo Yanga kwa haraka wameona wataanzia hapo kufaidika naye kuelekea kwenye mchezo wao wa klabu bingwa barani Afrika. Ya ni kweli kwa uraia wake na timu ambayo anakutana nayo, manake Dar es Salaam Young Africans wanapata faida ya moja kwa moja ya mtu ambaye anajua mpira wa miguu wa Malawi unachezwa vipi. Lakini niwaambie tu watazamaji wa Kurasa Mwanzo Mwisho ya kwamba hiyo timu ambayo Yanga anacheza nayo sio timu ambayo inaweza ikawapa kitisho cha aina yote, labda tu pale ambapo wachezaji ambao watakosekana wanaweza wakawapa changamoto Dar es Salaam Young Africans. Lakini kwa upande wa hiyo timu ambayo kupambana nayo, manake upinzani utakuwa ni hafifu. Lakini kwa kocha ambaye wamemwajiri, ambaye ni kocha msaidizi, ukiachana na hiyo faida ambayo ataipata kwamba anaifahamu timu hiyo ambayo anatana nayo, lakini pia kwa CV yake na jinsi ambavyo alivyotua ndani ya Yanga na namna ambavyo alipopokelewa, moja kwa moja anaenda kuwa ni msaada mkubwa kwa kikosi hicho. Hivi karibuni kumekuwa kuna kelele nyingi sana kwa kocha Romain Folz ya kwamba timu ya Yanga imekuwa ikicheza mpira ambao hauvutii, hauwapi mashabiki wa Yanga ile amsha ambao wamekuwa wakizoea katika kipindi ambacho wamekuwa wakitoa mataji. Lakini kwa huyu kocha naamini ni kitu moja ambacho anaenda kukiongeza pale ni ubora wa kuwachambua wapinzani kabla ya kukutana nao kwa mujibu wa data. Kwa sababu makocha sasa hivi ambao wanaonekana kuwa bora ni wale ambao wanaziamua mechi zao kwa kutumia data na sio tu zile hisia ama uhamasishaji ambao umekuwa ukionekana kwa makocha baadhi ambao wakipita katika hizi timu za Tanzania. Sasa hivi mpira wa miguu umefikia hatua ya kwamba bila kuchanganua data muhimu huwezi kushinda mechi zako, bila kuchanganua data muhimu huwezi kutoa mataji. Kwa maana gani? Timu ambayo unakutana nayo inaweza isiwe na udhaifu huo mkubwa ambao unaweza ukauhisi, lakini kuna mchezaji mmoja ambaye ni muhimu sana katika hiyo timu. Changanua data zake. Kama ni beki, maana yake utatambua huyo beki ni bora kwenye tackling, ni bora kwenye interceptions, ni bora kwenye block. Lakini kama ni kiungo, utafahamu ana ubora gani kwenye pasi, ubora wake kwenye kufunga mabao kwa mshambuliaji, maana yake ni finishing. Kwa hiyo ukiwa na kocha mwenye CV na mwenye kariba ya kushinda mechi zake kwa maana ya kuchangana data, kwa sababu ukishajipanga kwenye kuchangana data maana yake tayari umeshashinda mchezo kabla haujaucheza. Kwa maana yake kocha huyu atakuja kumsaidia Romain Folz sasa kukamilisha kile kitu ambacho huyu Mfaransa anakihitaji kwenye timu ya Yanga. Kwa maana kuifanya timu ya Yanga endelee kuwa imara katika swala la kushinda mechi zao. Kwamba unamaanisha kwamba kocha Patrick Mabeid anaweza kuja kumkamilisha kwa Romain Folz. Kwa CV yake na vyeti alivyokuwa navyo, kama ambavyo Yanga wamemtangaza wenyewe kwamba kocha bora anatambulika kwa CV na vyeti vyake, sio zile mbwembwe nyingine za nje ambazo wewe uone hiyo kocha bora anatambulika kwa nini? Kwa CV na vyeti alivyokuwa. Ni kama linatupwa dongo hivi. Na hiyo ni kweli kabisa. Na hiyo ni kweli. Yaani hiyo itawauma watu. Inapigwa dongo. Yaani hiyo itawauma watu, lakini itabidi wanashambulia kutokea pembeni fulani. Naam, yaani Yanga ni wazuri akitokea pembeni. Wanaua winga kama Ngasa au kama Wokwi fulani hivi. Ile namba 9 ya kizamani fulani hivi. Na unaelewa vizuri. Kwa hiyo makocha bora sasa hivi katika na wewe unashindilia hapo kwamba na wewe unaona kocha bora anatambulika kwa CV na vyeti vyake. Haya mambo sijui kocha anageuzwa anakuwa mtu gani sijui. Hiyo haitakiwi. Utaki mambo hayo. Mpira utaki mambo hayo. Mpira unataka data, mpira unataka records, mpira unataka takwimu. Mimi ndio maana watu wanashangaga sana na vyeti. Kama kijana. Ndio maana wanashangaga sana watu wanasema kwamba ukichambua mpira kwa takwimu unakuwa ni kama vile haupo sawa sawa. Mimi nikueleza wazi. Jose Mourinho akiwa Chelsea alichukua ubingwa, timu yake ilifungwa mabao 15. Akiwa Chelsea mabao 15. Ilikuwa ni the best defensive team ya Jose Mourinho kuliko hata Internazionale Milano ya pale Italia, ambayo alichukua nayo treble 2010. Lakini akiwa Chelsea, hiyo ni takwimu ambayo imemsaidia kumfanya kuwa kocha bora. Maana yake timu zake zote lazima azitengeneze kwa mujibu wa data za wapinzani, wanashambulia vipi na yeye ajizuie vipi. Kwa hiyo Dar es Salaam Young Africans
mnataka kucheza na timu ya aina gani, mcheze mpira wa aina gani? Data, takwimu. Data, takwimu. Hakuna kocha ambaye hana CV anaweza kufanya vitu kama hivyo. Sio, unaelewa vizuri? Hakuna kocha ambaye hana vyeti alafu akafanya vitu kama hivyo. Haiwezekani.